Mpendwa mtazamaji, siku ya Alhamisi, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tunalipata katika Injili ya Marko sura ya 4 aya ya 21 hadi ya 25. Yesu anawaambia wafuasi wake akiwauliza swali hili: mwaonaje, taa huja ili kuwekwa chini ya pishi au uvunguni? Katika Biblia takatifu, taa inasimama juu ya ukweli na uelewa. Ndio maana Yesu katika Injili ya Yohana sura ya 8 aya ya 12 alisema, mimi ni nuru ya ulimwengu. Hivyo basi, kazi ya taa ni kutoa mwongozo wa kiroho. Yesu anapozungumza maneno haya, anaonyesha kusudi la taa, kusudi la mwanga ambao unaletwa katika jamii ni kwa ajili ya kuweza kuwafanya watu waweze kuona. Ndio maana taa inawekwa mahali ambapo itaonekana na watu wote. Neno hili ambalo linazungumzwa siku ya leo limebeba kitu gani? Lilibeba lengo la kuweza kuwapatia nguvu wa Kristo ambao kanisa la mwanzo lilikuwa linapita kwenye mateso na mahangaiko. Walikuwa wakiuawa na mtawala wa Kirumi ambaye hakupenda Ukristo. Yakaibuka makundi mawili. Kundi la kwanza la Wakristo wakawa wanajificha, na wengine wakasema hapana, kuficha Ukristo wetu ni kumdhalilisha Kristo aliyekufa pale msalabani. Wale ambao waliokuwa wameamua kuweza kuishi Ukristo wao wakajitokeza. Walijua wazi kwamba kutangaza Ukristo ni kifo, kwa sababu Ukristo ulikuwa unaonyesha ukweli. Nyakati hizo giza lilikuwa limetawala katika serikali mbalimbali, serikali ya Kirumi. Watu walipenda mambo ya giza zaidi kuliko kupenda nuru. Wale wa Kristo, kwa sababu Kristo aliishi ukweli, wakatembea katika ukweli, hawakupendwa, wakauawa, wakateswa. Basi nyakati za mateso hizo wakaamua kudhihirisha wazi kabisa kwamba sisi ni wa Kristo, na mahali tunapoishi sisi wa Kristo kila mmoja atatujua tu. Hawakuweza kuficha ukweli. Ndio maana neno hili linasema kwamba, je, taa inawekwa chini ya pishi au uvunguni? Inawekwa juu ya kiango? Maana yake Wakristo hawa maisha yao ni dhahiri wazi, hawapasi kuweza kujificha. Hadi leo maisha yako Mkristo hupasi kuweza kuyaficha. Kuna watu wana tabia, wakifika maeneo wanaficha Ukristo wao, hajulikani kwamba huyu ni nani. Unaficha Ukristo wako, watu wasikujue. Kuna watu wakiwa maeneo mbalimbali wanapokula chakula, hawezi hata kuonyesha ishara ya msalaba juu ya Ukristo wake, anaficha Ukristo wake, anaweka chini ya uvungu. Na kuna watu wengine hata akiwa na msalaba anauficha msalaba wake, hataki kuweza kuudhihirisha. Wenzako ambao walipita katika kipindi kigumu cha kudhihirisha Ukristo wao waliuawa, lakini walikuwa tayari kuweza kudhihirisha Ukristo wao. Lengo la kudhihirisha Ukristo ni kuonyesha mwanga, kuleta mwanga katika jamii, kuleta ukweli katika jamii. Yaani wewe Mkristo, kwa matendo yako bora ya upendo na huruma, utawafanya watu wengine waweze kuvutiwa na Ukristo na kumfuata Kristo. Yesu anaendelea, anasema, je, hakuna neno lolote lile ambalo limesitirika katika maisha ambalo halitakuja kudhihirika baadaye? Kwa maneno mafupi ni kwamba hakuna neno la siri duniani hapa ambalo halitawekwa wazi. Katika jamii ya kipindi kile na sasa, ukweli kilikuwa ni kitu ambacho watu walikuwa hawakipendi. Mara nyingi wale ambao walikuwa wanasimama katika ukweli walikataliwa, walitengwa na jamii. Na watawala mbalimbali walipokuwa hawapendi ukweli, jambo lolote ile ambalo ni la kweli lilikuwa linakandamizwa ili lisionekane. Baadaye kwa maneno ya Yesu na kanisa lilivyokuwa linapita, wakasema, chagua, ishi katika maisha ya giza, baadaye tuje tutambue kwamba ulikuwa ni muongo, au ishi katika maisha ya ukweli, baadaye tuje tukutambue, kwa sababu mwisho wa yote ukweli hushinda na giza lazima likuumbue. Siku ya leo, popote ulipo, ishi maisha ya ukweli, acha maisha ya siri. Usisahau kwamba mwishoni katika safari ya maisha haya ukweli lazima ushinde. Katika Mathayo Marko sura ya 4 aya ya 23, Yesu anazungumza kwamba
Hakuna jambo lililofichwa ambalo halitakuja kutambulika baadaye. Maana yake nini? Mwanadamu akifanya jambo baya huwa na silika ya kujificha. Habari hii tunaipata katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 8. Adamu na Eva walipotenda dhambi, walipovunja amri ya Mwenyezi Mungu, walijificha, wakadhani kama hawatajulikana walipo. Mwenyezi Mungu akawaendea pale pale walipo. Hadi leo ukiona mtu ana tabia kujificha, utambue kuna kitu kibaya ambacho amekitenda. Hapendi kuweza kuonekana katika safari ya maisha, hapendi kuweza kuonekana mbele za watu, anajificha. Kuna kitu kibaya ambacho amekitenda. Hakuna mtu ambaye anaweza akaficha ukweli. Unaweza ukaficha ndani ya nafsi yako kwa muda mrefu, ikaanza kukutafuna kwa sababu unatembea katika siri. Mtu aliye na siri katika maisha yake amefanya kitu kibaya, hana furaha. Hana furaha hata mara moja. Hana furaha, na atajitahidi mara nyingi kutafuta vitu mbalimbali vimuingizie furaha. Ndio maana atatafuta pombe zimletee furaha, lakini pombe zikiisha huzuni iko pale pale. Atatafuta starehe, akacheze muziki, lakini hana furaha kwa sababu kuna kitu kinamtafuna ndani mwake. Hakuna kitu ambacho hakitafunuliwa. So lazima ni kumwendea Yesu, ni kuendea kwenye ukweli ili Yesu aweze kukuweka huru. Marko sura 4 aya 25, Yesu anazungumza kwamba kuna watu ambao katika maisha haya wanapaswa kuweza kutoa kile ambacho wamepewa na Mwenyezi Mungu, kwamba kipimo ambacho unachompimia mwenzako ndicho utakachopimiwa. Jitahidi sana siku ya leo, mtendee mema mwenzako. Ukimtendea mema jirani yako popote pale, utabarikiwa, na wewe kesho yako utatendewa mema. Watendee mema wenzako katika biashara zako, usimtendee mabaya. Uweze kuwa mwaminifu, na wewe utabarikiwa, utaongezewa. Yaani katika maisha yetu wote tuwa sawa, tusije tukamfanya hata mmoja akaweza kuona ugumu wa maisha. Vile vile pia tekeleza wajibu wako, kwa sababu usipotekeleza wajibu wako utanyang'anywa kile kidogo ambacho uko nacho, na wewe ukitekeleza wajibu wako kwa uaminifu utaongezewa, na maisha yako yatakuwa na amani. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.